Aliponiona Michael sasa hakujua kama tayari nishamgundua. Akaniambia, wewe vipi wewe? Unaenda wapi polini huko? Alafu mbona uko hivyo, uko hai sana? Kiukweli sikuongea chochote, nilimsogelea bila kusema neno. Afu moyo wangu ulikuwa umejaa maumivu makali mno. Moyo wangu ulikuwa umejaa maswali, moyo wangu ulikuwa umejaa na huzuni nzito. Nilimwangalia afu nikamzaba bonge mkibao kudadadeki. Nikamtandika pa. Michael akaniambia, wewe dogo vipi? Wewe umechanganyikiwa? Sikumjibu wala nini. Nikamuwasha kibao cha pili. Nikayatimiza maandiko ya Bwana kwamba ukipigwa upande wa kushoto geuza na kulia. Nikamwasha hapo. Sasa machozi yalikuwa tayari yananitoka kama vile mvua. Diego sijui ndo Michael akasimama kwa hasira kweli kweli, akanikaba shingoni kwa nguvu. Akasema, unanitania wewe mwanamke? Sema mwanamke, wewe ujipende, si ndio? Wewe mwanamke tena, wewe ni mtoto mdogo sana. Wewe unathubutu kunipiga mimi? Unanijua mimi? Hapo mimi sikumjibu. Nilikuwa namtizama tu uso wake kwa umakini. Mikono yake ilikuwa inatetemeka, lakini uweze amini mimi sikumwogopa. Nikamwambia, Diego, hiyo sio mara yako ya kwanza kuniumiza. Niliumia siku ya kwanza ulivyouchukua usichana wangu bila ridhaa yangu, lakini bado nilikuota na nikakuweka moyoni. Leo hii unanifanya mimi hunijui? Nimekaa miaka na miaka nikikuota, nikiishi ili siku moja nije nikuone. Leo unajikataa. Diego, kama kila kitu changu kilianza kwako, basi pia kiishie kwako.